Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu mahali popote mlipo, mnaoendelea kunifuatilia, lakini pia kwa wale ambao mnaendelea kunitazama. Langu jina nafahamika kama Benjamin Mahega. Naitumia channel inaitwa Tunaangaza Pasipo Angazika. Namtukuza Mungu kwa nafasi na kibali tena ambacho ameweza kukiachia katika siku hii ya leo kuwepo mahali hapa. Lengo na makusudi tuweze kujifunza neno la Mungu. Nyakati hizi tulizonazo ni nyakati za kulisoma neno la Mungu, ni nyakati za kujifunza neno la Mungu, ni nyakati za kupitia maandiko matakatifu ili tuweze kujua kipi ambacho nitakiwa tufanye kwa wakati huu na ni kipi ambacho kimepita kwa wakati ambao tayari tumeshaupita, au kipi kwa wakati ambao tunaongoja nini kitakachoenda kutokea. Kwa maandiko lazima tuendelee kuyafundisha, lazima tuendelee pia kuyasoma maandiko. Jitahidi sana mwana wa Mungu, nyakati hizi tulizonazo, jitahidi sana uwe mfuatiliaji wa maandiko. Usiwe mfuatiliaji wa watu wanaofundisha, bali fuatilia maandiko, kisha umtafute Roho Mtakatifu, umtake Roho Mtakatifu akufundishe yeye mwenyewe. Miujiza sio mpaka kwa nabii, miujiza sio kwamba labda mpaka kwa mtu maalum. Miujiza hata we mwenyewe Mungu anaweza akafanya, kwa sababu Mungu hamtumii mtu mmoja, bali Mungu huwa anamtumia kila mtu wa aina yoyote. Sasa usije ukakaa ukitegemea kwamba muujiza labda hadi afunuliwe mtu fulani. Hapana, muujiza hata we mwenyewe unaweza ukafunuliwa, lakini mpaka uwe ni mtu ambaye unafuatilia maandiko, unasoma Biblia vizuri, unamtaka Roho Mtakatifu anakufundisha vizuri. Hapo ndipo utakapoona umuhimu wa kufuata maandiko. Sema kitu kimoja ambacho tumejikuta wengine wanapumbazwa au wanakamatwa na nguvu za giza kwa sababu ya kutokuwa na Biblia, kwa sababu ya kutokusoma maandiko. Lakini kama unasoma maandiko, maana yake hakuna kiumbe chochote kitakachokuja wewe kukushawishi kwa kitu chochote ukaweza kukubali, kwa sababu maandiko unayasoma, maandiko unajifunza, maandiko yanakueleza nini. Na ndio maana leo watu wengi wameweza kuchukuliwa na manabii hawa tulionao. Kwa sababu gani? Hawasomi Biblia, hawafuatilii maandiko. Lakini kwa mtu ambaye anafuatilia maandiko, anapokuja kupata mtu fulani aidha anamueleza kitu fulani kwamba kwenye Biblia hiki kitu kipo au Mungu ameruhusu kufanya hiki, lakini unapokuwa unayajua maandiko, maana yake hauwezi ukapumbazwa kwa kitu chochote. Kwa hiyo wimbi la watu kukamatwa na nguvu za hawa manabii, wimbi la watu kukamatwa na nguvu za hawa mapepo, wimbi la watu kukamatwa na nguvu hizi za mafuta za maji za matakataka gani? Ni kwa sababu watu hawataki kusoma neno la Mungu. Lakini kama wewe ni mfuatiliaji wa neno la Mungu, sidhani kama unaweza ukakamatwa na hayo mafundisho, au sidhani kama unaweza ukakamatwa na hao manabii ukaanza kuwafuatilia. Kwa hiyo lazima unakuwa na kitu ambacho kipo ndani yako ambacho umekiweka kinakuwa kinakusaidia, ambaye ni Roho Mtakatifu, na maneno yake yamekaa ndani kwa wingi. Kwa changamoto mojawapo ambayo imeweza kukumba taifa la leo, ambayo imeweza kukumba warokole wengi wa leo, ambayo imeweza kukumba wapentekoste wengi wa leo, ni kwamba hawataki kusoma Biblia, hawataki kujifunza neno la Mungu. Wanasubiri mpaka mtu awatabilie ndo waelewe kwamba Mungu kumbe yupo, lakini pasipo kujua kwamba we mwenyewe unaweza ukasoma Biblia na we mwenyewe ndio ukawa mwamuzi wa maisha yako. Sikiliza nikwambie, mwamuzi wa maisha yako ni wewe mwenyewe, wala sio nabii, wala sio mtu fulani. Mwamuzi wa maisha yako yaweje ni wewe mwenyewe. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Mithali 6 na ule mstari wake wa 2, mmetegwa kwa maneno ya vinywa vyenu, mmekamatwa kwa maneno ya vinywa vyenu. Kwa hiyo kupitia hicho kinywa unaweza ukajitamkia baraka, unaweza ukajitamkia utajiri, unaweza ukajitamkia maisha ya juu, unaweza ukajitamkia kitu chochote chenye utukufu na kweli kikawa. Lakini kupitia hicho kinywa, kwa sababu tumetegwa kwa maneno ya vinywa vyetu, kupitia hicho kinywa pia unajikuta unaingia kwenye wimbi la umasikini.
umaskini, unaingia kwenye wimbi la matatizo, unaingia kwenye wimbi la kulia, unaingia kwenye wimbi la shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kinywa kinachotamka. Kwa hiyo mwamuzi wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Utakachoamua kukitamka, elewa, kwenye maisha yako, kwenye ulimwengu wa roho, kinaenda kutengenezeka. Kwa maana yake kinakuwa kama jinsi ambavyo ulikuwa unatamka. Sasa leo tena Mungu ameweza kutupa neema ya kuweza kukutana mahali hapa, tuweze kujifunza mawili matatu. Tumeweza kumaliza somo letu pendwa kabisa lililokuwa na vipengele 7 ambalo lilikuwa linasema zingatia mambo 7 ya kulinda mawazo yako. Nikasema mawazo yako yanahitaji ulinzi ili uwaze mambo mazuri. Usipokuwa na ulinzi utawaza ujinga hata kama umeokoka. Na juzi tumemalizia somo hilo. Kwa kweli namshukuru Mungu, mnapokea mafundisho vizuri. Kwa kweli namtukuza sana Mungu kwa kuendelea kunifuatilia. Lakini Mungu sio haba, Mungu sio masikini, Mungu sio kwamba ameishiwa masomo. Nishasema moja ya miaka ambayo Mungu ataachilia mafundisho, ataachilia masomo mengi ni mwaka huu. Lakini kuwa makini sasa wewe ambao unafuatilia hayo masomo. Ni masomo gani? Yanakufundisha nini? Yanakupeleka wapi? Usipokuwa makini utajikuta unasikiliza kila mafundisho, lakini baadhi ya hayo mafundisho, elewa, moja kwa moja yanakupeleka kuzimu. Kwa hiyo kuwa makini na kile ambacho unakisikiliza. Je, ni sahihi au sio sahihi? Sasa Mungu leo tena ameweza kutupa somo nzuri kabisa ambalo nimeliandaa vizuri kabisa, na Mungu ameweza kuachilia neema yake ili tuweze kujifunza. Yawezekana kuna mahali tumekwama. Sasa kupitia hiki ambacho Mungu ameweza kukileta, basi naamini tutajifunza na kitatupeleka kiwango kingine. Funika macho tuombe kabla ya kwenda kusoma somo letu hili tutakalotembea nalo. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba wa mbinguni, uketia mahali pasiri palipoinuka, tazama wakati na saa watoto wako tunapoenda kumega mkate wa uzima huu. Roho Mtakatifu, wewe ndio kawe mnenaji mkuu. Roho Mtakatifu, kanitumie tu kama chombo cha kuweza kufikisha hiki ambacho umekiandaa kwa ajili ya watoto wako. Nifundishe Bwana, utufundishe Bwana, utuelimishe Bwana, utupeleke viwango vingine katika jina la Yesu. Amen. Mungu ameweza kuachilia somo tena katika siku hii ya leo ili tuweze kujifunza maandiko matakatifu, ili tuweze kujifunza pale ambapo tumekwama, ili tuweze kwenda sehemu nyingine. Somo hili ambalo tutatembea nalo kwa hizi siku karibuni linasema ya kwamba mambo 10 hatari kwenye maisha ya wokovu. Mambo 10 hatari kwenye maisha ya wokovu. Yapo mambo mengi sana, lakini mimi nimeweza kufunuliwa mambo 10 tu ambayo ni hatari sana kwenye maisha ya mtu ambaye ameokoka. Sikiliza nikwambie, utapokuwa umeokoka kuna vitu lazima uwe navyo makini sana. Usipokuwa navyo makini, elewa ya kwamba utakuwa upo kwenye wokovu, lakini utakuwa upo kwenye hatari kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukawa umeokoka, lakini kuna mambo ambayo ni hatari sana kwa Mkristo yoyote, kwenye maisha ya mtu yoyote ambaye ameokoka. Usipoachana nayo, yani ni hatari. Pamoja na kwamba umeokoka, pamoja na kwamba upo kanisani, pamoja na kwamba wewe ni mwimbaji, pamoja na kwamba wewe ni mtoaji, pamoja na kwamba una cheo kanisani, pamoja na kwamba wewe una ngazi fulani kanisani, kama hujaacha hivi vitu, elewa ni hatari sana kwenye maisha yako. Utakuwa unafanya kazi bure kwenye wokovu na hakuna chochote utakachokipata. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuwa makini sana na hivi vitu, la sivyo utaingia kwenye wokovu na utatoka kama jinsi ulivyo. Sikiliza nikwambie, mambo 10 hatari kwenye maisha ya wokovu. Kumbe kuna mambo ambayo ni hatari sana kwenye maisha ya mtu ambaye ameokoka. Haijalishi umeokoka kiasi gani, haya mambo ni hatari kwenye maisha yako. Tunaanza na jambo la kwanza. Jambo la kwanza linasema ya kwamba kutokuwa muombaji. Kutokuwa muombaji. Moja ya kipengele ambacho kinawaua watakatifu wengi, kinawaua maisha ya wokovu. Moja ya kitu ambacho kinakufanya wewe usionekane kwamba unaenda viwango vingine ni kutokuwa muombaji.
moja ya njia ambayo inatuwakilisha kupata mawasiliano mazuri na Roho Mtakatifu, kupata mawasiliano mazuri na Mungu, njia mojawapo kubwa ni maombi. Moja ya njia ambayo inatufanya sisi tuwasiliane na Mungu, inatufanya sisi tupokee majibu wakati wa maombi, ni njia mojawapo ya maombi. Sasa kwa mtu ambaye ameokoka, asipokuwa muombaji kwenye wokovu sawasawa na bure, yaani kwenye wokovu sawasawa na bure, kwa sababu kuna wakati utakuwa unahitaji kuwasiliana na Mungu, upate majibu ya maisha yako, upate majibu ya kitu ambacho kinakusumbua, upate majibu juu ya tatizo lako, lakini hakuna njia yoyote utakayoitumia tofauti na maombi. Hawezi ukaplay wimbo wa Rose Muhando, unataka huo wimbo ukuletee majibu. Hawezi ukaplay wimbo sijui wa Bajibu Kuku, unataka huo wimbo ukuletee majibu. Hawezi ukaplay wimbo wote wa mwimbaji yeyote ukuletee majibu. Hakuna njia ya kuimba ambayo inakufanya wewe uwasiliane na Mungu tofauti na njia ya maombi. Kwa miongoni mwa watu ambao wapo kwenye wokovu lakini bado wanaishi maisha ya taabu, bado wanaishi maisha ya shida, bado wanaishi maisha ya kutokupata majibu, ni kwa sababu sio waombaji. Lakini kama wewe ni muombaji, maana yake hata ninapotokea tatizo lolote, kitu cha kwanza ni kupiga magoti, unamuomba Mungu kwamba Mungu, hiki ni nini? Unamuomba Mungu kwamba hiki ni kitu gani? Mungu, why? Kwa nini hiki? Usijidanganye kwamba Mungu analeta majibu kupitia sadaka unayotoa. Of course Mungu anaweza kuleta majibu kupitia hiyo sadaka, lakini njia ya kupata hayo majibu ni maombi. Hakuna njia nyingine ambayo utapata majibu tofauti na maombi. Hakuna njia nyingine itakayokusaidia wewe ya kuwasiliana na Mungu tofauti na maombi. Kwa mtu ambaye ameokoka, usipokuwa wewe ni muombaji, ni hatari sana kwenye maisha yako. Yaani ni hatari sana kwenye maisha ya wokovu. Utakuwa unaimba tu kanisani, utakuwa unasali sana, utakuwa unafanya, yaani utakuwa lakini kama sio muombaji. Sasa leo tumekuwa na vitu ambavyo kwenye makanisa yetu haya, tumekuwa na kikundi kimoja kinaitwa wana maombi. Kazi yao wao ni kuombea. Kazi yao hawa labda tuseme ni kuwahudumia watu wengine kupitia maombi. Usifikiri Mungu atawatumia hawa wana maombi kuleta majibu ya shida zako. Usifikiri Mungu atawatumia watu hao kuleta maombi ya matatizo yako. Usifikiri Mungu atatumia watu hao kuleta majibu ya shida zako. Wana maombi wapo kanisani, lakini kuna wakati lazima wewe mwenyewe uweze kuwasiliana na Mungu wako ili uweze kupata majibu ya matatizo yako. Sasa unashindwa kuomba, kazi yako ukilala una play nyimbo za gospel zinaimba. Unapokuwa sehemu fulani una play nyimbo za gospel zinaimba. Hapo naona tayari kwa mtu yote ambaye ameokoka lazima awe na moyo wa maombi ndani yake. Lazima awe na moyo wa maombi ndani yake, kwa sababu hauwezi ukafunga bila kuomba. Maana kama hauna moyo wa maombi ndani yako, hata kufunga ni bure. Yaani usipokuwa na moyo wa maombi ndani yako, hata kufunga ni bure. Hata kufunga ni bure.
Kwa moyo wa maombi ndio unakufanya kufanya vitu vya kimungu kindani zaidi. Lakini vyote hivi tunaviona ni vya kawaida. Kwa miongoni mwa watu ambao ni hatari kwenye maisha ya wokovu ni watu ambao sio wana maombi. Sikiliza nikwambie, yaani wewe kama umeokoka, unaona toka ulipookoka upo viwango vile vile. Unaona kuna wengine wanakuja kanisani, wanabarikiwa, wanainuliwa, wanaenda viwango vingine, lakini wewe unajiona uko pale pale. Chunguza kama sio mwana maombi wewe, na ndio maana upo kwenye level zile zile. Lakini kama wewe ni mwana maombi, lazima unakuwa unaona maisha yako jinsi yalivyo, ni maisha ya chini, ni maisha ya umasikini, ni maisha ya tabu. Ni lazima uende magotini ukapige magoti, lazima uende madhabahuni ukapige magoti madhabahuni, umwambie Mungu, maisha haya yamenichosha, umwambie Mungu, maisha haya nimechoka. Ndipo Mungu atakapoleta ufunuo wa majibu yako. Sasa unategemea nini? Unategemea mtu fulani akuombee? Tunaombea watu ambao bado wamefungwa na nguvu za giza. Tunaombea watu ambao tayari wana mapepo. Tunaombea watu ambao wapo kwenye nguvu, kwenye ulimwengu wa giza, ambao bado hawajapata wokovu, bado hawajapata nuru. Hao ndio watu ambao tunahangaika nao kuwaombea. Lakini kwa mtu ambaye una miaka mitatu upo kanisani, una miezi 6 upo kanisani, una mwaka mzima upo kanisani, why haujui kuomba? Unataka kuniambia wewe una Roho Mtakatifu? Kwa sababu Roho Mtakatifu mwenyewe haji kwa mtu ambaye sio mwana maombi. Usipokuwa mwana maombi, maana yake huko ndani hakuna moyo wa kumtaka Roho Mtakatifu. Hakuna. Maandiko yanasema kwenye kitabu kile cha Wakolosai, nina vitabu vingi sana hapa, nina mistari mingi sana. Nitasoma mistari miwili, alafu mingine nitakuandikia hapo chini, mingine nitakuandikia hapo. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wakolosai 1 na ule mstari wake wa 9. Maandiko yanasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni. Tukirudi tena kwenye kitabu hicho cha Wakolosai 4 na ule mstari wake wa 2. Maandiko matakatifu yanasema, dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba, huku na kushukuru. Tudumu katika maombi. Kumbe tunashauriwa sisi tudumu kwenye maombi. Kumbe tunashauriwa sisi tuendelee kuomba. Kumbe tunashauriwa sisi tusiache kuomba. Kwa miongoni mwa watu ambao ni hatari kwenye wokovu ni hawa ambao sio wana maombi. Yaani wewe kama sio wana maombi, wewe ni hatari, na ni hatari pia kwenye maisha ya wokovu kama sio wana maombi. Maana hata kuonewa na shetani ni rahisi sana, kwa sababu sio wana maombi. Lakini kama ni mwana maombi, hakuna uonevu wowote ambao wewe unaweza ukakuonea kama ni mwana maombi. Lakini kama sio mwana maombi, ni rahisi sana kuonewa. Kwa hiyo wewe kama unajiona umeokoka, unataka kubadilisha mfumo wa maisha yako, unataka kubadilisha system ya maisha yako, unataka ubadilishe mwenendo wa maisha yako, ni lazima uwe mtu wa maombi. Maandiko yanasema ya kwamba dumuni sana katika kuomba, mkikesha katika kuomba. Kumbe nataka tudumu kwenye maombi, tena tukikesha tukiomba. Hapa tunavyozungumza hapa ni saa 8 usiku. Nimeshoot video hii. Hii video tunavyozungumza nimeshoot saa 8 usiku. Sio kwamba nimetoka kwenye usingizi nikaanza kuhubiri. Sio kwamba nimetoka kwenye usingizi labda nilikuwa nimelala. Sijalala. Na hapa nipo kanisani. Ninakaa nyumbani mbali. Tukeshe katika maombi, tudumu tukiomba.
tukeshe tukiomba. Lakini leo kumekuwa na mambo ya ajabu. Hatuna vijana wanaoomba, hatuna wakina mama wanaoomba, hakuna wakina baba wanaoomba. Yaani hakuna kitu chochote kinachohusiana na maombi, tofauti na kutenga vikundi vya wana maombi. Hivi nataka uniambie, hivyo vikundi ndio vitakusaidia wewe kutoka hapo ulipo? Eti kikundi cha kanisani cha wana maombi? Hakuna. Lazima kwenye tatizo lako ulimudu wewe mwenyewe. Lazima kwenye shida yako ulimudu wewe mwenyewe. Lazima ulimudu wewe mwenyewe. Haiwezekani umeokoka una miaka mingi kanisani. Haiwezekani umeokoka una muda mrefu kanisani. Haiwezekani umeokoka una kipindi kirefu kanisani, lakini haujawa na moyo wa maombi. Why? Kwa nini mpaka muda huu na miaka miwili upo kanisani wewe sio mtu wa maombi? Kuna makanisa siwezi kuyalaumu kwa sababu ndo msingi wao, na hayawezi kulaumiwa, ndo msingi wao. Ila kumuona Roho Mtakatifu ni ngumu sana. Utaratibu ambao wameuweka, kumuona Roho Mtakatifu ni ngumu sana. Kwa lazima na wao pia wabadilishe system ya maisha yao. Mungu akubariki sana, uwe mtu wa maombi. Tukutane kwenye somo la pili. Amen.